Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza, na kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini pia mtu wa Mungu, napenda kukukaribisha tena kwenye maombi yetu ya siku ya leo. Na mtu wa Mungu, bado tupo kwenye mwezi wa kuombea akili zetu ili ziweze kufanya kazi sawasawa na neno la Mungu. Na ndugu msikilizaji, nilikwambia kwenye maombi ambayo tulianza nayo ya kwamba ndani ya mwezi huu, mtu wa Mungu, tutahakikisha tunaombea akili zetu. Tunazifunika akili zetu kwa damu ya Yesu, na akili zetu zifunguliwe ili maisha yetu yawe huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba tuombe ili tuweze kuendelea mbele. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu, ninakutukuza kwa ajili ya uaminifu wako. Mungu wangu, ninasema asante kwa ajili ya rehema zako. Asante tena kwa ajili ya siku ambayo umetupa ya kuwa na maombi yetu tena mahali hapa. Ninalibariki na kuliinua jina lako takatifu. Ninasema asante kwa ajili ya mkono wako wenye nguvu kwenye maisha yetu. Usiku wa leo, Roho Mtakatifu ukatufundishe. Usiku wa leo, Roho Mtakatifu ukaseme nasi. Zaidi ya yote, sema nasi neno la wakati, ili maisha yetu yaweze kukombolewa, ili maisha yetu yaweze kufunguliwa, na tukauone wema na fadhili zako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Mtu wa Mungu unayenisikiliza, kama ambavyo nimekwambia ya kwamba tupo kwenye mwezi wa kuombea akili ili ziweze kufanya kazi sawa sawa na neno la Mungu. Mtu wa Mungu, ndani ya mwezi huu tunasimamia neno linalotoka kwenye Yeremia 4 mstari wa 22. Neno la Mungu linasema hivi: kwa maana watu wangu ni wapumbavu, hawanijui, ni watoto waliopungukiwa na akili, wala hawana ufahamu. Ni wenye akili katika kutenda mabaya, bali katika kutenda mema hawana maarifa. Mtu wa Mungu, nimekwambia, ukiangalia hili andiko unaona Mungu anazungumzia aina tatu ya watu. Kundi la kwanza unawaona watu wapumbavu wasiomjua Mungu. Lakini kundi la pili unaona watu waliopungukiwa na akili na hawana ufahamu. Lakini kundi la tatu unawaona wenye akili katika kutenda mabaya, bali katika kutenda mema hawana maarifa. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tutahakikisha ndani ya mwezi huu ili neno aliongelei maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Maarifa yazaliwe kwenye maisha yako, maarifa yaje mikononi mwako ili uweze kutendewa mema na usiangamizwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema hivi: wanangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, na kwa sababu wameakataa maarifa, mimi Mungu nimewakataa wao. Kwa hiyo mtu wa Mungu, cha kwanza, hatutaki kuangamizwa kwa sababu hatuna maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini cha pili, hatutaki Mungu atukatae kwa sababu sisi tumekataa maarifa. Kwa hiyo ndani ya mwezi huu tunamwambia Mungu, tunakutaka wewe. Kwa hiyo maarifa tumeyakubali. Sema nasi kwa namna ambayo unataka kusema na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye unaandika, basi andika kichwa chetu cha somo la usiku wa leo kinasema: ombea akili zako zikombolewe ili uweze kujua majira na nyakati. Bwana Yesu asifiwe. Andika kichwa chetu cha somo la usiku wa leo: ombea akili zako zikombolewe ili uweze kujua majira na nyakati. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, usiku wa leo tutaendelea kuombea akili zetu, na akili zetu zinapokombolewa tunakuwa na uwezo wa kujua majira na nyakati kwenye maisha yetu. Dada Krista, naomba nisomee Nyakati wa kwanza 12 mstari wa 32. Nyakati wa kwanza 12:32.
Na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua yawapasayo Israeli wayatende. Vichwa vyao walikuwa watu 200, na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Amen. Ukisoma ili andiko, neno la Mungu linasema hivi: na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua yawapasayo Israeli wayatende. Vichwa vyao walikuwa watu 200, na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ukiangalia ili andiko, neno linatuonyesha wana wa Isakari, na maandiko linasema walikuwa na akili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na akili zao ziliwapelekea kujua nyakati, na kwa sababu walijua nyakati, walijua yote yawapasayo kuyatenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na neno la Mungu aliishia hapo, linasema hivi: ndugu zao walikuwa chini ya amri yao. Kwa nini ndugu zao wamekuwa chini ya amri yao? Ni kwa sababu wana wa Isakari walikuwa na akili, na sio tu walikuwa na akili, akili iliyowapelekea kujua nyakati. Mtu wa Mungu, nimekwambia leo tunaenda kuombea akili zetu zikombolewe, ili tuweze kujua majira na nyakati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mtu wa Mungu, kama akili zetu zitakombolewa na Mungu akatusaidia zikakombolewa, akili zitatusaidia kujua majira na nyakati, kama namna ambavyo unaona akili za wana wa Isakari zinapelekea kujua nyakati. Na kwa sababu walijua nyakati, wakajua yawapasayo kutenda, na ndugu zao yawapasayo kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unawaona wote wanakaa chini ya amri yao. Kwa nini? Kwa sababu wana akili. Akili inawafunulia majira, inawafunulia nyakati. Watu wengi wa Mungu tunaangamia leo kwa sababu hatuna akili, na kwa sababu hatuna akili, kwa hiyo hatujui nyakati, hatujui yatupasayo kutenda, wala hatujui yatupasayo kufanya, wala hatujui ni kitu gani tutawasaidia ndugu zetu wajue yawapasayo kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu hiyo tunakuwa chini ya utumwa wa utawala wa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema kwa sababu ya wana wa Isakari kuwa na akili na kujua yawapasayo kufanya, unaona ndugu zao wanakaa chini ya amri yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja nikuonyeshe kitu kidogo, mtu wa Mungu, utanielewa. Dada Krista, naomba nisomee Mhubiri 3 mstari wa 1 na wa 2. Mhubiri 3 mstari wa 1 na wa 2. Kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma Mhubiri 3 mstari wa 1 na wa 2, neno la Mungu linasema hivi: kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Mstari wa 2 anasema hivi: wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, yani wakati wa kuvuna. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na neno la Mungu linasema hivi: wana wa Isakari walikuwa na akili ya kutambua nyakati. Kwa hiyo wana wa Isakari, kwa sababu ya akili zao, walijua andiko hili kwenye Mhubiri 3 mstari wa 1 na wa 2, ukiendelea mpaka kule chini. Kwa hiyo unawaona wana wa Isakari walijua majira ya kila jambo, walijua jambo gani la kufanya wakati gani, walijua jambo sahihi la kufanya vipindi gani, walijua majira ya kupanda, walijua majira ya kuvuna, walijua majira ya kuwa hai, na walijua majira ya kufa. Na kwa sababu walijua hayo, walikaa chini ya amri yao wenyewe. Kwa hiyo mtu wa Mungu, leo tutaombea akili zetu. Amen. Ili akili zetu zikombolewe na zifunguliwe. Amen. Tujue majira
kwenye maisha yetu. Amen. Tujue majira kwenye maisha yetu. Amen. Tujue nyakati, tujue yatupasayo kufanya. Amen. Na mtu wa Mungu, tukijua yatupasayo kufanya au yatupasayo kutenda, kwa hiyo mtu wa Mungu tutajua mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutajua wapi tunatakiwa kuelekea. Tutajua wapi tunatakiwa kupanda. Tutajua wapi tunatakiwa kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ukishajua hivyo, mtu wa Mungu, hauwezi kuwa mtumwa. Hauwezi kuonewa. Hauwezi kuona unapata tabu kwenye maisha yako. Ndio maana neno la Mungu linasema hivi, ndugu zao walikuwa chini ya amri yao. Kwa nini walikuwa chini ya amri yao? Kwa sababu unawaona wana wa Isakari au vichwa 200 wana akili ya kujua nyakati. Kwa hiyo zile akili zinawasaidia utawale. Ndio maana neno la Mungu linasema hivi, wanangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa sababu hauna maarifa ya kujua haya ni majira gani, haya ni nyakati gani. Kwa hiyo unaangamia. Wakati wa kupanda unaenda kulala, wakati wa kuvuna unaenda shambani. Unavuna kipi wakati haukupanda? Kwa hiyo Mungu akikomboa akili zetu, tunakombolewa kutoka kwenye hizo hali za sintofahamu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunakombolewa kutoka kwenye hali za kuchanganyikiwa. Amen. Unawaona wana wa Israeli wanakaa chini ya amri ya wana wa Isakari kwa sababu walijua nyakati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na sisi leo tutaomba mbele za Bwana. Akili zetu zifunguliwe. Tujue nyakati na majira za maisha yetu. Tujue nyakati za kuzaa. Tujue nyakati za kuongezeka. Tujue majira ya kuolewa. Amen. Tujue majira ya kupata kazi. Amen. Tujue majira ya kuendelea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ngoja nikuonyeshe andiko moja, mtu wa Mungu. Dada Krista, naomba nisomee Yohana 2 mstari wa 1 hadi wa 4. Yohana 2 mstari wa 1 hadi wa 4. Na siku 3 palikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya, naye mama yake Yesu alikuwapo. Yesu naye alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Hata divai ilipowatindikia, mama Yesu akamwambia, hawana divai. Yesu akamwambia, mama, tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ukisoma hili andiko la Yohana, unamuona Yesu pamoja na mama yake na wanafunzi wake walikuwa kwenye harusi huko Kana. Na walipokuwa kwenye harusi, kuna tatizo linatokea. Divai inaondoka, divai inaisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, mamaye Yesu anamfuata Yesu, anamwambia ya kwamba, mwanangu, hatuna divai. Yesu anamjibu mama yake, anamwambia, mama, tuna nini nawe? Kwa sababu saa yangu haijawadia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini Yesu anasema hivi ya kwamba saa yake haijawadia? Mtu wa Mungu, tukiwaangalia wana wa Isakari walikuwa kwenye agano la kale. Tukisoma habari ya Yesu, alikuwa kwenye agano jipya. Na Yesu anakuleta kwenye majira na nyakati. Kwa sababu alikuwa na akili. Alikuwa anayajua yampasayo yeye kutenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unamuona yupo kwenye shughuli. Japo yupo kwenye shughuli, anajua limpasalo kufanya. Amen. Kwa hiyo mama yake anamfuata Yesu ampe msaada. Yesu anamwambia mama yake, saa yangu haijawadiwa. Kwa hiyo unamuona mazingira aliyokuwepo Yesu hayamchanganyi kuto kujua majira na nyakati. Watu wengi wa Mungu tunaishi kwenye mazingira, hatufuatilii majira yetu wala nyakati zetu. Amen. Ndio maana tunaangamia. Ndio maana tunakosea. Ndio maana ni kazi kuendelea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu anamjibu mama yake kwenye mstari wa 4. Yesu akamwambia, mama, tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia. Maana yake nini? Yesu alikuwa anajua majira na nyakati. Alikuwa anajua yampasayo kufanya. Hata kama alikuwa kwenye furaha. Neno la Mungu linasema alikuwa kwenye harusi. Alikuwa anacheka. Alikuwa anafurahi. Alikuwa anakunywa. Alikuwa anakula na kushiba. Lakini haikumpelekea Yesu
kuto kujua majira yake. Amen. Watu wengi kwa sababu mpo kwenye majira mazuri, labda una kazi, una pesa sasa, unajua hayo majira yatadumu. Haujiandai namna ambavyo Mungu anataka ujiandae. Ndio maana neno la Mungu linasema wanangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa sababu umeyakataa maarifa, mimi nami nimekukataa wewe. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ukiwa na maarifa, ukiwa na akili zitakazo kusaidia kujua majira na nyakati, vipindi havitakupoteza njia. Amen. Vipindi havitakurudisha nyuma. Amen. Utajua wapi ukanyage, wapi uendelee mbele. Ya kwamba Mungu amenisaidia, sasa nina kazi, ninapata mshahara wangu, majukumu yangu ni yapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya kwamba muda huu natakiwa nikajenge, muda huu natakiwa nikanunue kiwanja, muda huu natakiwa nikaweke akiba, muda huu natakiwa nikasherekee. Mafanikio ya kukubadilisha mazingira yasikustopishe kujua nyakati na majira. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana watu wengi leo wanalia kwa sababu ya nini? Walifeli kujua majira na nyakati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unasema nilijua ya kwamba hii position itadumu. Kwa hiyo ule muda umekula, umekunywa. Unasema sasa nikaburudike. Wako malaika wanakuangalia, wanasema mpumbavu wewe, haujui mwisho wako umefika. Kwa sababu usiku wa leo unaondoka kwenye hiyo position. Usiku wa leo hautakuwa tena kiongozi. Usiku wa leo hautakuwa tena mfanyabiashara. Usiku wa leo hiyo kazi yako inachukuliwa, mtu wa Mungu. Kwa hiyo ukijua majira na nyakati, unaweza kuendelea mbele. Unasema hichi ni kipindi changu cha kupanda. Hichi ni kipindi changu cha kuvuna. Hiki ni kipindi changu cha kuwekeza. Hiki ni kipindi changu cha kula. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengi wanalia, wanasema laiti ningejua. Mungu angesema na mimi, nisingefanya nilivyofanya. Kwa nini haukujua, mtu wa Mungu? Kwa sababu ulikosa akili kama wana wa Isakari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, wana wa Isakari walikuwa na akili. Akili ziliwapelekea kujua nyakati. Nyakati zilizowasaidia waendelee mbele. Ndugu zao wote wakakaa chini ya amri yao. Kwa nini? Walikuwa wanaongoza ndugu zao. Haya ni majira na nyakati za kupanda. Kila mtu aende shambani akapande. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiki kilichopatikana akiliwi, hii ni mbegu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya ni majira ya kusoma, kasome. Haya ni majira ya kuolewa, kaolewe. Haya ni majira ya kuzaa, kazae. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana hawakuweza kutawaliwa kwa sababu walijua. Watu wengi tunatawaliwa na mambo kwa sababu hatujui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na maanisha nini? Kuna mtu leo unatawaliwa na hali ya uchumi. Umaskini unakutawala. Upo tayari kufanya vitu vyote, ni kwa sababu hali ngumu. Sio kwa sababu Mungu hakukwambia, kwa sababu hukuona. Hukujua majira, hukujua nyakati. Ndio maana leo tunaenda kuomba mbele za Mungu. Mungu atusaidie. Amen. Mtu wa Mungu, ukijua majira na nyakati utapata faida kubwa. Kwa sababu utajua ni majira gani unapata baraka. Wapi usimame, wapi uende, nani uambatane naye, nani usiende, wapi unatakiwa kusema nini, wapi hautakiwi. Kwa sababu neno la Mungu linasema hivi, vipindi vyote na majira yote humpata kila mwanadamu. Lakini Mungu sio mbaya. Chochote anachotaka kukifanya anasema na watu wake. Hausikii kwa sababu haumjui Mungu. Ndio maana kwenye Yeremia 4:22 neno la Mungu linasema hivi, hawanijui. Ndio maana wapumbavu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wana akili lakini katika kutenda mabaya. Una akili, mtu wa Mungu. Ndio maana Mungu amekupa kiwango cha pesa alichokupa. Mungu amekuamini mahali alipokuamini. Mungu amekuamini una duka, mtu wa Mungu. Una mgahawa, mtu wa Mungu. Una kampuni, mtu wa Mungu. Mungu kakuletea wawekezaji. Unafikiri watadumu nyakati zote. Watadumu majira yote. Kumbe mtu wa Mungu, vipindi vinabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu anamwambia mama yake, saa yangu haijawadia. Maana yake nini? Yesu alikuwa anajua majira yake. Alikuwa anajua saa yake. Anajua nyakati zake. Anajua nini afanye wapi. Wapi aongee nini, mtu wa Mungu. Watu wengi leo wa Mungu tunaumia kwa sababu majira ya kujiliwa yalipofika hatukuwa kwenye nafasi zetu.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu Mungu anakuamini. Anakukubalia uanze biashara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anakupa na mtu wa kuanza naye. Mnapitia kipindi kigumu. Majira ya kufanikiwa yanavyokaribia, wewe unakuwa umekata tamaa, umejitoa. Unapotoka tu, unaona wenzako wanastawi. Unaanza kusema mimi nina gundu. Mimi nina bahati mbaya. Hapana, mtu wa Mungu, haujui majira. Haujui nyakati za kujiliwa kwako. Ndio maana leo lazima tuombe ili Mungu azikomboe mtu wa Mungu. Msichana leo unalia, unahangaika, haujaolewa. Una miaka mingi. Sio ya kwamba Mungu akukuletea vijana, hapana. Aliwaleta. Lakini kwa kipindi kile walikuwa chini ya wewe vitu ambavyo unapenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muda umepita, majira yale ya kuolewa yamepita. Sasa hivi unalia, unamwambia Mungu hata yule anafaa. Hata wapo wakaka wamefanya hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu alikuamini, alikuletea wadada wazuri. Kwa ule muda uliwaangalia, ukawaona wako chini ya kiwango chako, ukawaacha. Majira ya kujiliwa kwako yakapita. Leo ukiwaangalia unasema Mungu ungenisaidia tu. Mungu alikusaidia. Alikwambia nijue sana mimi ili uwe na amani. Ndivyo mema yatakavyokujilia. Unapomjua Mungu sana, mtu wa Mungu, akili yako inafunguliwa. Amen. Ndio maana leo Mungu anahangaika kusema na watu wengi kwenye ndoto. Mungu anakuambia ama. Kwa sababu hapo hasara inakuja. Anakuotesha ndoto, anakuotesha, lakini kwa sababu ufahamu, haujui, unabaki hapo, unaangamia. Unasema Mungu akuniambia. Hapana. Sio kwamba Mungu akusema na wewe, akili, mtu wa Mungu. Kwa hiyo leo lazima tuombe akili zetu zifunguliwe. Amen. Mungu atusaidie, mtu wa Mungu. Amen. Ndio maana nimekuonyesha wana wa Isakari agano la kale. Nimekuonyesha Yesu agano jipya. Saa yangu haijawadia. Maanake alijua saa yake, mtu wa Mungu. Mungu anajua ni kwa miaka mingapi baada ya hapo hiyo kampuni na kukataa. Mungu anajua ni kwa muda gani baada ya hapo utapata changamoto. Anaanza kusema na wewe, mtu wa Mungu. Anaanza kuleta neno, mtu wa Mungu. Anahakikisha hata alipita kwa bahati mbaya, unasema nilisikia kwa bahati mbaya. Mtu wa Mungu, duniani hakuna bahati mbaya. Kila kitu kimepangwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini nina uhakika? Kwa sababu Mungu ndio wa kwanza wa kufuatilia majira na nyakati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakwambia usiku wa leo tutakombolewa akili zetu. Amen. Nakwambia usiku wa leo tutafunguliwa, mtu wa Mungu. Amen. Majira na nyakati kwenye maisha yako yawekwe wazi. Amen. Ujue nini kikupasacho kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ujue wapi unatakiwa kuelekea. Na mtu wa Mungu, tukijua majira na nyakati, utajua nini cha kusema. Wapi na saa ngapi. Utajua nini usiseme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa utaanza kumwona Mungu anashughulika na wewe. Lakini mtu wa Mungu, kufunguliwa kunaanzia wapi? Kwenye akili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana neno la Mungu linasema wana wa Isakari, watu wenye akili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana Mungu anazungumzia akili zetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kipindi kilichopita nilikuonyesha kwa habari ya Danieli alipoomba sana. Mungu akamtuma malaika akamwambia kampe akili ili aweze kufahamu. Na leo hii Mungu anataka kutusaidia, lakini anatuona hatujui majira wala nyakati. Ndio maana tunachanganya masaa, mtu wa Mungu. Ndio maana tunachanganya pa kwenda, mtu wa Mungu. Ndio maana tunachanganya pa kupumzika, mtu wa Mungu. Kipindi cha kufanya kazi unapumzika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kipindi cha kupumzika hauonekani kabisa. Mungu anapotufungulia majira na nyakati, maana yake anawaachilia malaika ambao wanabeba baraka zilizofungwa kwenye hayo majira. Amen. Na kwenye hayo nyakati. Amen. Hao malaika, mtu wa Mungu, wanatii sauti ya Mungu na sheria ya Mungu. Hayo majira yakipita wanaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Majira mapya yanafunguliwa. Nakwambia lazima tufunguliwe ili tuweze kufanikiwa. Amen. Ngoja tuendelee mbele, mtu wa Mungu, nikuonyeshe kitu. Dada Krista, naomba nisomee Zaburi 1:3. Zaburi 1:3. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaambiwa hivi katika hii Zaburi, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira
yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, Mungu akikufungua, ukifanikiwa hapa, utakuwa kama huu mti ambao umepandwa kando kando ya vijito vya maji. Utazaa matunda kwa majira. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kwenye majira kuna matunda. Bwana Yesu asifiwe. Kama huoni matunda au yajui majira yako, Mungu sio dharibu, mtu wa Mungu, aja kuwekea kilio kwenye majira yote. Hapana. Kuna kitu umemiss. Kuna kitu umekosea. Kuna kitu umechelewa. Ndio maana neno la Mungu linasema hivi, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzaao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Tumeona kwa nani? Kwa wana wa Isakari. Anasema ndugu zao walikaa chini ya amri yao. Kwa nini? Waliyajua majira, walijua nyakati. Kwa hiyo walikuwa wanajua majira ya matunda. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanajua majira ya kuvuna. Walikuwa wanajua majira ya kupanda. Walikuwa wanajua majira ya kukutana. Walikuwa wanajua majira ya kupigana na majira ya kupata amani. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye majira ya kupata amani, mtu wa Mungu, unapigana. Kwenye majira ya kupigana unalala. Kwenye majira ya kulala unacheza. Kwenye majira ya kucheza hauonekani. Utafanikiwaje? Ndio maana neno la Mungu linasema ya kwamba ule mti ulizaa matunda kwa majira yake. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ninakuombea kwa Mungu wangu, usiku wa leo akili zako zifunguliwe, ukapate kujua majira na nyakati kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtu wa Mungu, ukijua majira yako na ukijua nyakati zako, hakuna jambo utakalolifanya halitafanikiwa. Chochote utakachokifanya kitafanikiwa. Mpaka watu wataweza kukuita huyu ni mjukuu wa Yesu. Hapana. Umempenda Yesu, umemfuatilia Yesu, umemjua, amekufunulia, unajua majira na nyakati. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vipindi vyote vitakavyokupata wewe utakaa salama. Kwa nini? Wewe ni mfano wa mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Bwana Yesu asifiwe. Dada Kristo, naomba nisomee Luka 19 mstari wa 41 mpaka 44. Luka 19 mstari wa 41 mpaka 44. Alipofika karibu, aliuona mji, akaulilia akisema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku zitakuja, adui zako atakapokujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote. Watakuangusha chini, wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, ukisoma ili andiko utaelewa zaidi. Neno linasema hivi, alipofika karibu, aliuona mji. Huyo alikuwa ni Yesu. Alipouona ule mji akaulilia. Manake alianza kulia. Kuna kitu Yesu ameona kwenye majira na nyakati za mji. Lakini mji hauna habari. Watu walio ndani ya mji hawana habari. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema maneno haya akisema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Kwa nini yamefichwa? Akili, mtu wa Mungu. Akili yako haijakombolewa. Akili yako haimjui Mungu. Kwa hiyo umekuwa kama mtu usiyeeleweka. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma mstari wa 43 anasema hivi, kwa kuwa siku zitakuja, adui zako watakapokujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote. Maanake watakuonea, watakusumbua, watakujengea boma adui zako, utakosa njia ya kukimbilia. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma mstari wa 44 unasema hivi, watakuangusha chini, wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu haukutambua majira ya kujiliwa kwako. Mtu wa Mungu, nimekwambia majira na nyakati yamebeba mafanikio yako. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ukijua majira na nyakati, hakuna jambo utakalolifanya au litakalokutokelezea mbele bila wewe kulijua. Alitakuja kwa surprise kwenye maisha yako. Au utashtukizwa na matukio kwenye maisha yako. Au utashtukizwa na habari mbaya. Ndio maana unamwona Yesu anauangalia ule mji, anasikitika. Anasema, laiti ungejua haya majira, ungejijengea
amani, ungetafuta ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema siku zinakuja halitasaliwa jiwe juu ya jiwe, wala watoto wako. Kwa hiyo Mungu anasikitika, anaona namna gani watoto wako watakuja kuangamia kwa sababu wewe haujui majira, haujui nyakati. Neno la Mungu linasema wana wa Isakari walikuwa watu 200, walikuwa na akili za kujua nyakati. Anakuambia ndugu zao wote walikaa chini ya amri yao wenyewe. Yesu anauangalia huu mji, mtu wa Mungu, anasikitika tena akalia. Anasema laiti ungejua majira ya kujiliwa kwako, laiti ungelijua. Hakuna jambo lingekuja mbele yako ungeshtukizwa. Hakuna hofu ya ghafla ingekuja kwako. Hakuna hatari ya ghafla ingekuja kwako. Mtu wa Mungu, vitu vinakutokea ghafla kwa sababu haujui majira, kwa sababu haujui nyakati. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, unaangamia kwa sababu haujui majira yako, haujui nyakati yako. Neno la Mungu linasema hivi, kipindi hichi huu mji ulikuwa na amani, lakini Yesu alipouona aliulilia. Wenyewe wanajua wako kwenye amani, lakini Yesu akiangalia majira anashangaa sana, akawa na huzuni. Anasema mji umekaa kwenye amani, ona watoto wanavyocheza kwa amani, ona watu walivyolala kwa amani, lakini hawaoni majira. Haya ni majira ya kujilia kwako yanakuja, kwa sababu siku zinakuja wanakutengenezea boma, wanaubomoa mji, alitasaliwa jiwe baada ya jiwe. Mtu wa Mungu, leo unaumia kwa sababu haujui. Dada Krista, nisomee mstari wa 42 nikuonyeshe kitu. Mstari wa 42 unasema, akisema laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Nisome mstari wa 43. Kwa kuwa siku zitakuja adui zako watakapokujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye mstari wa 42 ona kitu ambacho Yesu anasema na mji. Anasema hivi, akisema laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani. Kwa hiyo mji ulikuwa kwenye siku ya amani. Mji ulikuwa hauonyeshi dalili ya jambo baya. Mji ulikuwa hauonyeshi huzuni, mtu wa Mungu. Hali ya mazingira ilikuwa shwari, lakini Yesu akiuangalia anaona majira yako karibu. Anaona nyakati ziko karibu. Nyakati zipi ambazo zinaufuatia huu mji ambao sasa unaonekana una amani? Mstari wa 43. Nisome dada Krista. Kwa kuwa siku zitakuja adui zako watakapokujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote. Yesu anaziangalia siku zipo karibu, zinakuja kuukumba huu mji. Adui wanakuja kuvamia huu mji. Anaona wanajengewa boma, wanazunguka pande zote wakihusuru, maana wakiwasumbua. Mtu wa Mungu, kwenye amani yako, kwenye kazi yako, kwenye maisha yako, kwenye ndoa yako, kwenye cheko lako, haujui majira yanayokuja mbele, haujui nyakati zinazokuja mbele. Unacheka unatuonyesha pete ya kwamba ghafla inakuja tunayo. Unacheka unatuonyesha mkataba ya kwamba umepandishwa cheo, lakini Yesu anakuambia muda huu amani, unatakiwa kujua majira na nyakati. Maana siku zinakuja. Anaibuka bosi mpya ambaye anasema wafanyakazi ni wengi ofisini, wapunguzwe. Na wewe jina lako lipo, lakini umetulia. Unajua huu ni muda ya tupasa amani, lakini haujui majira na nyakati. Majira yanasema huu ni muda wa kuomba. Majira yanasema huu ni muda wa kushika upinde. Majira yanasema huu ni muda wa kushika mkuki. Majira yanasema huu ni muda wa kuchukua panga, lakini wewe unafanya nini? Upo kwenye harusi. Unacheka. Upo unatoa michango. Mungu anakuambia laiti ungelijua. Laiti ungelijua ya kwamba siku zinakuja na siku zipo karibu, ya kwamba alitasaliwa jiwe juu ya jiwe kwenye nyumba yako. Shetani amepanga kuibongorosha nyumba yako. Adui amepanga kuteketeza familia yako. Adui amepanga kuchinja watoto wako. Adui amepanga kukuondoa kwenye hiyo fremu uliopo. Adui amepanga kuleta ghasia. Amepanga kusababisha shoti mali zako zote ziungue. Adui amepanga uharibifu. Adui amepanga hiyo tenda wanakunyang'anya, lakini unacheka ya kwamba unaona amani. Hao marafiki zako wamepanga kukusaliti, lakini unajua ni siku za amani. Ila Yesu akikuangalia analia. Anasema laiti ungelijua, ndugu unayenisikiliza. Laiti ungelijua Diana mwanangu. Laiti ungelijua Anodi kijana wangu. Laiti ungelijua Melebi. Laiti ungelijua siku zinakuja hapana amani. Muda umefika. Laiti ungelijua hauna
mtu mmoja, lakini nafanya nini? Nacheka. Lakini majira, Yesu anamwambia mamake, mama, saa yangu haijawadia. Yesu akiangalia saa yako, anaona mbwa mwitu wanakujilia, anaona fisi wanakujilia, anamwona huyo kijana anakimbia, anaona nyumba yako inaanguka, anaona madeni, anasema laiti ungelijua huo mkopo usichukue, maana siku zinakuja unachotegemea kurejesha rejesho kinaondoka. Laiti ungelijua. Lakini hauna habari. Kwa nini? Unaangalia mazingira, unaona amani. Mtu wa Mungu, majira na nyakati, hatuangalii mazingira ya nje. Majira na nyakati unarudi rohoni. Ndio maana neno la Mungu linasema wana wa Isakari walikuwa na akili. Kwa hiyo majira na nyakati yanaanzia kichwani, kwenye akili zetu. Ndio maana leo lazima zikombolewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yesu anasema wanangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maarifa yapi? Haujui majira yako, haujui nyakati zako. Nisome mstari wa 44 dada Krista. Mstari wa 44. Watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachiwe jiwe juu ya jiwe, kwa sababu kutambua majira ya kujiliwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Unamuona adui anafika kwenye hayo majira ambayo huna habari, kwenye hizo nyakati ambazo hujishughulishi nazo, na anakuambia wanakuangusha wewe na watoto. Bwana Yesu asifiwe. Na tuliona mtu wa Mungu ya kwamba ukikataa maarifa, Mungu akikukataa wewe, anawasahau na watoto. Kwa hiyo kama hautatendea kazi maisha yako, kumbuka na watoto wako. Kizazi chako kitaangamia, wajukuu zako wataangamia, maisha yako yataangamia. Kwa nini unaangamia? Kwa sababu moja, utambui majira ya kujulia kwako. Kwa nini hautambui? Akili. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nimekuambia mtu wa Mungu, tutaombea akili zetu. Ukombozi ufike kwenye akili zetu. Mungu afungue akili zetu. Mungu atusaidie tujue majira na nyakati ambayo yako chini ya mbingu. Mungu anakuangalia wewe, anakusudia nini? Mtu wa Mungu unayenisikiliza, haya ni majira yako yapi? Bwana Yesu asifiwe. Unajua majira yako? Hizi ni nyakati zako zipi? Unajua hizi ni nyakati zako zipi? Hebu tuombe leo mbele za Mungu. Twende mbele za Mungu, tumuombe Mungu akomboe akili zetu. Azikomboe, tujue majira, tujue na nyakati. Hebu mshukuru Mungu. Bwana Yesu, tunakushukuru. Asante kwa maarifa yako. Asante kwa kusema nasi usiku wa leo. Tunakutukuza maana umetupenda. Tunakushukuru maana umekusudia kutufungua. Bwana, tunakushukuru maana usiku wa leo unakomboa akili zetu. Rikomanda kabade. Amen. Mtu wa Mungu, nyosha mikono yako hapo ulipo. Sema Bwana Yesu, ninakutukuza kwa ajili ya akili zangu. Ninasema asante kwa ajili ya kusema na mimi, kwa habari ya majira na nyakati. Usiku wa leo ninaombea akili zangu zikombolewe kwa jina la Yesu. Usiku wa leo ninaombea akili zangu zikombolewe kwa jina la Yesu. Ninaomba Baba yangu unirehemu. Ninaomba Baba yangu unirehemu, unisaidie. Akili zangu zikombolewe, akili zangu zikombolewe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaomba kwa jina la Yesu, komboa akili zangu, komboa akili zangu, ili niweze kujua majira yangu na nyakati zangu, ili niweze kujua majira yangu na nyakati zangu kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu Baba, katika jina la Yesu ninakuja mbele zako, ninaomba unikomboe akili zangu kwa jina la Yesu. Akili zangu zikombolewe usiku wa leo. Ninaomba Bwana, akili zangu zikombolewe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaondoa kila ujinga, ninaondoa kila upumbavu kwenye akili zangu, kwenye akili zangu, kwenye akili zangu, kwenye akili zangu. Ninaomba kwa jina la Yesu, akili zangu zikombolewe, akili zangu zikombolewe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Akili zangu zifanye kazi, akili zangu zijue majira na nyakati kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakataa kila upumbavu, ninakataa kila ujinga, ninakataa kila utumwa
akili kwa zangu, jina la kwa Yesu, 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 jina la akili Yesu, kwa zangu jina la Yesu, zikombolewe, akili zangu zarapataya, zikombolewe zikombolewe usiku wa kwa damu leo. ya Yesu, kwa Ninakomboa damu ya Yesu, akili zangu kwa zaramanda, damu ya Yesu, kwa zaramanda, damu ya kwa Yesu, jina la kwa Yesu, damu ya kwa Yesu, damu ya kwa Yesu, damu ya Yesu, randa kwa baba, damu ya Yesu. zaramanda, Ninakomboa zaramanda, akili zangu, zarabataya, ninakomboa zaramanda, utashi wangu, zaramanda, ninakomboa zaramanda, akili zangu, zaramanda, ninakomboa zaramanda, kufikiri kwa kwangu jina la kwa Yesu, 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 damu ya akili Yesu, zangu kwa damu ya Yesu, kombolewa, akili akili zangu zikombolewe, kombolewa, akili zangu kombolewa, kombolewa sasa kwa damu ya Yesu, 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 kombolewa sasa, kombolewa sasa, kombolewa sasa, kombolewa sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ninanyunyiza damu ya Yesu, endelea kuomba, ninanyunyiza endelea kuomba, damu ya Yesu kwenye akili zangu, kwenye akili yangu, kwenye akili yangu, kwenye akili yangu, ninaachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye akili zangu, kwenye akili zangu, kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, weka mkono wako kichwani, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye akili zangu, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye akili zangu, ili ziweze kukombolewa, damu ya Yesu, ile agano, pita sasa kwenye akili zangu, pita sasa kwenye akili zangu, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye akili zangu, ili ziweze kukombolewa, ili niweze kujua yanipasayo kutenda, ili niweze kujua majira na nyakati kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye akili zangu, nanyunyiza damu ya Yesu, damu ya Yesu Kristo, ile ya mwana kondoo, nainyunyiza kwenye akili zangu. Nenda mbele za Mungu, nyunyiza hiyo damu, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye akili zangu, Zoroko pataramande rekomanda kabade, omba mtu wa Mungu, nanyunyiza damu ya Yesu Kristo kwenye akili zangu, naachilia damu, naachilia damu, naachilia damu, nanyunyiza damu, nanyunyiza damu, damu ya Yesu, damu ya Yesu ipite, inikomboe, ipite, inikomboe, nakombolewa kwa damu ya Yesu, nakombolewa kwa damu ya Yesu, akili yangu inakombolewa kwa damu ya Yesu, 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 napeleka damu, napeleka damu, napeleka damu kwenye akili yangu, kwenye akili yangu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, akili yangu ipate kujua majira na nyakati chini ya mbingu, chini ya mbingu, akili yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, napeleka damu kwenye akili yangu, zaramanda kabade, dakamanda, peleka hiyo damu kwenye akili yako, peleka hiyo damu kwenye akili yako, peleka hiyo damu akili za watoto wako, peleka hiyo damu kwenye akili, kwenye familia yenu, zaramanda, 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 rakapata, ujinga unaondoka, upumbavu unaondoka, zarapata, randa baba, zaramanda, peleka hiyo damu, peleka hiyo damu, peleka hiyo damu, peleka hiyo damu, zaramanda, 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 peleka hiyo damu, peleka hiyo damu kwa jina la Yesu, peleka hiyo damu, omba mtu wa Mungu, nyunyiza hiyo damu, nyunyiza hiyo damu kwenye akili ya mume wako, akili ya mke wako, akili ya watoto wako, akili za ndugu zako, kwa randa baba, zaramanda kabale, zoromanda kabale, zoromanda karamanda, zoromanda kabale, zoromanda kabale, kwa damu ya Yesu nakombolewa, kwa damu ya Yesu nakombolewa, kwa damu ya Yesu, ile agano, ile agano, ile agano, agano jipya lililo bora zaidi, nakombolewa akili zangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ninaangusha kila fikra, ninaangusha kila ngome za adui kwenye akili yangu, nakombolewa kwa damu ya Yesu, nakombolewa kwa damu ya Yesu, ile agano, ile agano, ile agano, nakombolewa, 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 nakombolewa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, napeleka damu kwenye akili yangu, napeleka damu kwenye akili yangu, nanyunyiza damu, damu ya Yesu, 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 usiache, endelea kuomba, ikomboe akili zangu, akili zangu, akili zangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, sawa, nipate kuona sawa sawa, nipate kujua yanipasayo kuyatenda kwenye majira, kwenye majira, kwenye majira na nyakati, nipate kujua
zikombolewe nipate kwa kujua damu ya Yesu. majira yangu Akili na zako nyakati, zikombolewe nipate kwa kujua damu ya Yesu. wakati wangu Randa wa baba kudiliwa, baba. wa Zaramanda kudiliwa, kabade. kwa damu ya Yesu, Zaramanda kwa damu ya kabade. Yesu, kwa Zaramanda. damu ya Yesu, Kila kwa giza damu ya Yesu, liondoke kwa damu ya Yesu, kwenye akili kwa yako. damu ya Yesu, kwa Zaramanda. damu ya Yesu, Kila kwa damu ya uzito Yesu, uondoke kwenye akili kwa zako. damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, Zaramanda nakombolewa, kabade. Randa baba. nakombolewa Zarababa. kwa damu ya Yesu, Zarababa. kwa damu ya Yesu, Zarababa. akili yangu Zarababa. inakombolewa Zarababa. kwa damu ya Yesu, Endelea kwa kuomba. damu ya Yesu, Endelea kuomba. nanyunyiza Nyunyiza hiyo damu damu. ya Yesu, Nyunyiza hiyo damu. nanyunyiza Nyunyiza damu ya mkono. Yesu, Nyunyiza mkono. nanyunyiza Ay, 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 damu ay, ya ay. Yesu Zarababa. kwenye akili yangu, Nguvu za kwenye giza ubongo zinatoka. wangu, Nguvu za kwenye giza fikra zangu, zinakuachia. nanyunyiza damu ya Yesu, nanyunyiza Naona mapepo damu ya Yesu, yanatoka kwenye damu ya akili Yesu, yako. damu ya Zaramanda Yesu, kabade. damu ya Yesu Peleka hiyo kwenye damu. akili yangu, Peleka hiyo kwenye damu. kichwa changu, Peleka kwenye hiyo damu. fikra zangu, Peleka hiyo kwenye damu. akili zangu, Peleka hiyo kwa damu. jina la Yesu, Peleka hiyo kwa jina la damu. Yesu, Peleka kwa hiyo damu ya damu. Yesu, Peleka kwa hiyo damu ya damu. Yesu, Peleka hiyo akili damu. yangu Peleka inakombolewa usichoke. Peleka kwa damu ya usichoke. Yesu, Randa akili baba yangu baba. inakombolewa, napata Endelea akili, kuomba. napata Zata ya akili, manda. napata akili, Zaramanda napata baba. akili. Zaramanda. Yule malaika Zaramanda. aliyepeleka Zaramanda. akili Rakapa. kwa Danieli, Zaramanda. namruhusu Zaramanda. aje na kwangu, Rakapa. namruhusu Zaramanda. apite kwangu, Randa baba. namruhusu Unakombolewa. aje na kwangu, Endelea kuomba. aniletee Unakombolewa. akili njema, Unafunguliwa. aniletee Unajua akili ya njema kupasayo kwa damu ya kufanya. Yesu, kwa damu ya Zaramanda. Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninakataa kila ujinga, ninakataa kila upumbavu, ninakataa kila ujinga kwenye akili yangu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninakataa kila kutokujua majira, kila kutokujua wakati wa kujiliwa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakataa kila ukipofu wa kwenye akili, ninakataa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Mtu wa Mungu sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninaomba kuanzia leo nijue yanipasayo kutenda nisikosee, kama vile wana wa Isakari walivyokuwa na akili zikawasaidia wakajua yawapasayo kutenda katika jina la Yesu. Usiku wa leo ninaomba unisaidie na mimi nijue yanipasayo kutenda kwenye maisha yangu, yanipasayo kutenda chini ya mbingu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mbele za Mungu jiombe, mtu wa Mungu, ujue Baba, katika jina la Yesu ninaomba Bwana unipe akili kama za wana wa Isakari, kuanzia usiku wa leo nikapate kujua yanipasayo kutenda, nikapate kujua yanipasayo kutenda chini ya mbingu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaomba Baba unirehemu na unisaidie, nijue nipasayo kutenda, nijue nipasapo kuelekea, nijue nipasayo kufanya, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaomba nisikosee, ninaomba unisaidie, ninaomba nisikosee, unisaidie Baba, unisaidie Baba, nijue majira ya kujiliwa kwangu, nijue majira ya kujiliwa kwangu, nijue majira ya kujiliwa kwangu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nisaidie Mungu wangu, nirehemu Mungu wangu, nijue yanipasayo kutenda, nijue majira ya kujiliwa kwangu, unifungue macho yangu nipate kuona, unifungue akili zangu nipate kujua, nipate kujua, nipate kujua, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Unirehemu Bwana, unirehemu Bwana, unisaidie, unisaidie, ukomboe akili zangu, ukomboe akili zangu, niweze kuona sawa sawa, niweze kuona sawa sawa, niweze kujua majira yangu ya kuinuliwa, niweze kujua majira ya kujiliwa kwangu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninakataa kila matukio ya kushtukiza kwenye maisha yangu, ninakataa kila matukio ya kushtukiza kwenye maisha yangu, kila matukio ya kipepo ya kushtukiza, kwa sababu sijajua majira yangu, ninakataa
mamlaka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, nimemwona malaika mkubwa sana amesimama mbele yetu na yuko tayari kukuhudumia. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninaruhusu malaika wako anihudumie. Ninaruhusu malaika wako anishike mkono, aniingize kwenye kujua majira yangu na nyakati zangu, katika jina la Yesu. Kama yule malaika aliyemtokea Danieli akamwambia, nimekuja ili nikupe akili na uweze kufahamu. Mungu wangu, ninaruhusu malaika wako anisaidie, anipe akili niweze kujua majira yangu na nyakati, niweze kujua majira yangu na nyakati, katika jina la Yesu. Wewe malaika nisaidie, shika akili zangu, shika kichwa changu, nisaidie, nipe maelekezo, niambie na kusikia, sema nami na kusikia, katika jina la Yesu. Mungu, omba hayo maombi, ruhusu huyo malaika. Nimemwona kule Mungu wakunipa maelekezo, yule malaika aliyekwenda kwa Danieli, aseme nasi Baba, aseme nasi Baba, aseme nasi Baba. Sasa hivi Baba, aseme na watoto wako, namruhusu malaika, nimekuona na kuruhusu hudumia watoto wako, hudumia watoto wako waliokufungulia moyo wako. Zaramanda kama kwa jina la Yesu. Nyamaza mtu wa Mungu, weka mkono wako kwenye kichwa chako. Baba yangu na Mungu wangu, ninamruhusu huyu malaika wako sasa atuhudumie kwa jina la Yesu Kristo, atuhudumie kwa jina la Yesu Kristo, atuhudumie kwa jina la Yesu Kristo. Malaika wa Mungu, ninakuruhusu sasa hivi, hudumia katika jina la Yesu Kristo. Shika vichwa vyetu, ondoa ujinga, ondoa giza, ondoa uzembe, ondoa kutokujua, ondoa upumbavu, ondoa kutokufuatilia katika jina la Yesu Kristo. Malaika wa Bwana, nakuruhusu sasa hivi, ingia ndani ya vichwa vyetu, ingia ndani ya nyumba zetu, ingia kwa watoto zetu, tusaidie malaika, tuongoze kwa jina la Yesu Kristo, tuongoze kwa jina la Yesu Kristo, tuongoze kwa jina la Yesu Kristo. Kuanzia sasa natamka maisha yetu hayatakuwa ya surprise tena, bali tutajua majira, tutajua na nyakati. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninazima kila ujinga kwenye maisha yangu, ninazima kila ujinga wa kutokujua majira na nyakati kwa jina la Yesu. Neno la Mungu linasema Yesu akaona mimi, akaulilia kwa sababu ule ulikuwa ni majira ya amani, lakini au kujua kumbe bado kitambo kidogo majira yanabadilika. Wavamizi, watu wabaya wanaingia kwenye mji wao. Na mimi leo ninaomba Mungu wangu, nifungue macho yangu, nione majira yangu, nione nyakati zangu, nione majira ya kujiliwa kwangu kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Randa kabade, zaramanda kabade. Tunakataa ujinga, tunakataa uzembe, tunakataa kutokujua, tunakataa kupotezwa kizembe kwenye maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, nyanyua sadaka yako. Baba yangu na Mungu wangu, asante kwa ajili ya watoto wako, asante kwa sadaka hizi, ninaziweka mikononi mwako. Ninaomba uzipokee, ninaomba uzitakabali, ninaomba uzipokee, ninaomba uzitakabali. Na usiku wa leo, kwa sadaka zetu, fungua akili zetu, komboa akili zetu, tujue majira yetu, tujue majira ya kupanda, tujue majira ya kuvuna, tujue majira ya amani, tujue majira ya mabadiliko katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Tunaweka sadaka zetu mikononi mwako Mungu wangu, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Mtu wa Mungu, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. Narudia tena, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. Lakini pia mtu wa Mungu, kama hujaokoka, basi fuatisha sala hii. Sema Bwana Yesu, usiku wa leo ninakukabidhi maisha yangu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima
uzima. Kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa niwe wako hadi mwisho wa maisha yangu. Amen. Mtu wa Mungu, kama umesema sala hii, basi utatuandikia jina lako kwenye namba 0655108869. Narudia tena, utaandika kwenye namba 0655108869. Lakini pia mtu wa Mungu, kama unapitia changamoto yoyote na unahitaji maombi, utatupigia simu kwenye hizo namba 0716052202 au 0655108869, na Mungu akubariki sana. Amen.